Licha ya kuwepo sisi kwenye vita huku, lakini changamoto kubwa ambayo tunaipitia ni taarifa ambazo zinawakanganya ama zinawapa taharuki wapendwa wetu, ndugu zetu, wazazi wetu, marafiki zetu waliopo Tanzania, kwa maana ya kwamba unakuta wanaona taarifa zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha labda mji wa Tel Aviv umeteketea, kwamba unakuta taarifa inasema mji wa Tel Aviv usiku wa leo umeteketea. Kwa hiyo taarifa inakuwa tayari inatengeneza majonzi makubwa kwa watu ambao wanajua wanawapendwa wao hapa Tel Aviv. Kwa hiyo ni moja ya sababu ambao sisi wa Tanzania tunaona pia ni bora tukarejea sasa, ili kuwapa faraja hata ndugu zetu ambao hawana matumaini. Najua sisi tupo kwenye vita, ndo tunashuhudia, lakini kuna wale wanaopata taarifa ambazo pengine niseme sio za kweli, zinazowapa taharuki kubwa sana. Kwa hiyo ukiwaambia tuko salama, ni kama vile unawapa moyo ili waendelee kuwa na matumaini, na wanahisi ya kwamba pengine wanaficha uhalisia, kwa sababu wanaona kupitia mitandao ya kijamii. Lakini picha nyingi na video mjongeo ambavyo vimekuwa vikiwekwa kwenye mitandao ya kijamii, uhalisia wake ni mdogo, kwa maana ya kwamba sisi ambao tupo Tel Aviv tunaona nini kinaendelea.